Amani alikuwa kijana tajiri mwenye umri wa miaka 32, mwenye akili nyingi na maono makubwa ya biashara. Alimiliki kampuni ya teknolojia inayojulikana kwa ubunifu na mafanikio makubwa jijini Dar es Salaam. Ofisi yake ilikuwa kwenye ghorofa ya juu ya jengo refu lililoangalia bahari, lenye vioo vinavyong'aa kama almasi chini ya jua la mchana. Watu wengi walimuona kama mfano wa mafanikio, kijana aliyefanikiwa mapema, mwenye magari ya kifahari, nyumba za kifahari, na maisha ambayo wengi waliyaota tu. Lakini nyuma ya tabasamu lake la kifahari na suti za bei ghali, Amani alihisi upweke mkubwa. Kila mtu aliyemkaribia alikuwa na nia fulani. Wengine walitaka kazi, wengine walitaka fedha, na wengine walitaka umaarufu kwa kuwa karibu naye. Hakuna aliyeonekana kumpenda kama mwanadamu wa kawaida. Alikuwa amechoka na uhusiano wa juu. Kila usiku alipokuwa peke yake nyumbani, alijiuliza, kama nisingekuwa tajiri, nani angebaki kando yangu? Siku moja, akiwa amekaa kwenye ofisi yake yenye mwanga hafifu wa jioni, macho yake yakielekea chini kwa dirishani, aliwaona wafanyakazi wake wakiingia na kutoka kazini. Wengine walicheka kwa uchovu, wengine walikuwa wakibeba mafaili mazito, na wengine walikuwa wakionekana na huzuni. Kwa mara ya kwanza, Amani alitamani angekuwa miongoni mwao, angekuwa mtu wa kawaida asiyejulikana, asiyelindwa na heshima ya bandia. Ndipo mawazo ya ajabu yakamjia. Akajiuliza kwa sauti ndogo, je, kuna mtu atanipenda mimi bila kujua mimi ni bilionea? Wazo hilo lilimchoma kama moto. Kadiri alivyoendelea kulitafakari, ndivyo lilivyozidi kumvutia. Alihisi ndani ya moyo wake kwamba hakutaka tena maisha ya heshima ya uongo, alitaka kitu cha kweli. Upendo wa dhati, urafiki wa kweli, mtu atakayempenda kwa utu wake, si kwa pochi yake. Saa ile ile, alinyanyuka kwenye kiti chake, akafunga faili la kazi, na kuamua kitu kikubwa kitakachobadilisha maisha yake milele. Alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa moyo mwepesi, na kusema kwa sauti ya chini, nitakuwa mtu mwingine. Mtu wa kawaida kabisa. Na hapo ndipo safari ya siri ya bilionea huyo ikaandikwa, safari ya kutafuta mapenzi ya kweli, bila kivuli cha utajiri wala umaarufu. Baada ya siku kadhaa za kutafakari, Amani akaamua kuwa lazima afanye jambo ambalo halijawahi kufanywa na bilionea yoyote, kuishi kama mtu wa kawaida. Alitaka kujua ni nani angeweza kumpenda bila kujua thamani akaunti yake benki. Usiku mmoja, akiwa nyumbani kwake, alikaa mbele ya dirisha akitazama taa za jiji zikimetameta. Moyo wake ulikuwa umejawa na msisimko wa siri. Alijua kwamba kile alichokuwa na kipanga kingeonekana cha ajabu kwa wengi, lakini kwake kilikuwa mwanzo wa maisha mapya. Kesho yake, aliwaita wasaidizi wake wawili wa karibu kwenye ofisi binafsi. Aliwaangalia kwa umakini na kusema kwa sauti tulivu, kuanzia wiki ijayo, sitakuwa Amani anayejulikana. Nataka kuwa mtu mwingine, mtu wa kawaida kabisa. Nitakuwa mfanyakazi wa usafi katika tawi letu la Temeke. Wasaidizi wake walibaki wameduaa. Mmoja akamuuliza, Bwana Amani, unamaanisha utajifanya kuwa msafishaji? Amani akatabasamu, ndiyo. Na nataka iwe siri kubwa. Mtu yeyote atakayejua ataharibu kila kitu. Alitumia siku chache kupanga kila undani. Alitengeneza kitambulisho kipya chenye jina la Hassan Bakari, mwanaume mwenye historia fupi ya maisha ya kawaida. Alinunua mavazi rahisi, suruali ya haki, fulana ya bluu iliyopauka na kofia ya kazi ya usafi. Hata maneno yake ya kuzungumza akayapunguza, hakutaka mtu yoyote amtambue kwa lafudhi yake ya kifahari. Siku ya kwanza ya kazi ikafika. Amani alifika mapema kuliko wafanyakazi wote, akiwa amebeba ndoo, fagio na shoka la plastiki la kusafishia. Hakuna aliyejua kuwa msafishaji huyo mpya ndiye mmiliki wa kampuni hiyo. Alitembea taratibu, akitazama kila kona ya ofisi, akijaribu kuelewa maisha ya wale aliokuwa akiwalipa mishahara kila mwezi. Msaidizi wake binafsi pekee ndiye aliyekuwa na siri hiyo, akihakikisha hakuna anayefahamu ukweli. Kwa mara ya kwanza, Amani alihisi huru. Hakuna mtu aliyemuita boss, hakuna aliyejitahidi kumfurahisha kwa unafiki. Watu walimuona kama mtu wa kawaida. Na hapo ndipo safari yake ya kutafuta mapenzi ya kweli ilipoanza rasmi. Siku ya kwanza, kazini kama msafishaji, ilikuwa mwanzo wa maisha mapya kwa Amani. Alifika mapema, akiwa amevalia sare ya kijani, iliyokuwa na nembo ya kampuni, na kofia ya usafi, iliyofunika sehemu kubwa ya uso wake. Alikuwa na woga kidogo, kwa sababu hakuwa amezoea maisha ya watu wa kawaida, maisha ya kufagia, kubeba ndoo za maji, na kusafisha sakafu za ofisi.
Wafanyakazi wengi hawakumjali sana. Wengine walimpita bila hata kumtazama, wengine walimpa maagizo kwa sauti ya amri, na wachache walimcheka kimya kimya wakidhani ni kijana maskini asiye na elimu. Lakini katikati ya kelele hizo zote, kulikuwa na sauti moja tulivu iliyovunja ukimya wa baridi ndani ya moyo wa Amani, sauti ya Rahma. Rahma alikuwa msichana mrembo mwenye uso wa upole na macho ya huruma. Alifanya kazi katika idara ya malipo, ofisi ya pili upande wa kushoto. Alikuwa tofauti na wengine. Badala ya kumdharau Hassan, alimchekea kwa upole na kumuuliza kwa heshima, "Habari yako kaka? Unahitaji msaada kubeba hiyo ndoo?" Amani alishtuka kwa upole wa maneno yake. Watu wengi walimpuuza, lakini huyu msichana alionekana kumjali. Alitabasamu na kujibu, "Asante dada, sihitaji sana msaada, lakini asante kwa kujali." Wakati huo, Rahma alisimama karibu naye, akachukua kitambaa cha kufutia maji na kumsaidia kusafisha meza kubwa ya mbao. "Watu wengi wanapuuza kazi kama yako," alisema kwa sauti ya upole, "lakini kwa kweli kazi yoyote ya halali ni heshima." Maneno hayo yalimgusa Amani sana. Moyoni alihisi kitu kisichotamkika, aina fulani ya joto ambalo hakuwahi kulihisi kwa muda mrefu. Siku ziliendelea, na kila asubuhi Rahma alipomwona, alikuwa wa kwanza kumsalimia kwa tabasamu. Wakati wa chakula cha mchana, walizungumza kwa dakika chache kuhusu maisha. Rahma alimwambia anapenda kusaidia watoto yatima, na anatumia sehemu ya mshahara wake mdogo kuwanunulia chakula mara kwa mara. Amani alibaki ameduaa kwa wema wake. Kadiri muda ulivyopita, alivutiwa naye si kwa uzuri wake wa sura, bali kwa uzuri wa moyo wake. Rahma alikuwa nuru katika giza la upweke wake, na Amani alijikuta akitamani kumjua zaidi. Bila kutarajia, msafishaji alianza kupata sababu mpya ya kutabasamu kila siku. Kadiri siku zilivyopita, urafiki kati ya Rahma na Hassan ukaanza kukua taratibu kama maua yanayochanua katika bustani ya upendo wa kweli. Kila siku ya kazi ikawa na maana mpya kwa Amani. Alikuwa akisubiri kwa hamu saa za asubuhi, si kwa sababu ya kazi, bali kwa sababu ya kumwona Rahma. Tabasamu lake lilimpa nguvu, na maneno yake ya upole yalimuondolea uchovu wa maisha ya kujifanya mtu mwingine. Rahma naye hakujua ni kwa nini alihisi amani kila alipozungumza na Hassan. Tofauti na wanaume wengi aliowahi kukutana nao ofisini, Hassan hakuwa mtu wa kujigamba. Alizungumza kwa heshima, alimsikiliza kwa makini, na mara nyingi alimpa maneno ya kutia moyo. Wakati mwingine alimtania kwa ucheshi wa kawaida, na Rahma alicheka kwa dhati, kitu ambacho kilikuwa nadra kwake. Mara nyingi walikutana kwenye sehemu ya chakula cha mchana, wakikaa benchi lililokuwa nyuma ya jengo la ofisi. Walikuwa wakiongea kuhusu maisha, familia na ndoto zao. Rahma alimwambia, "Unajua Hassan, siku moja nataka kufungua kituo cha kusaidia watoto yatima. Sio kwa utajiri, bali kwa moyo. Watoto wale hawana kosa lolote, ila wamekosa upendo." Amani alimtazama kimya, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Aliona unyenyekevu na utu wa kweli ndani yake. Alitamani kumwambia kuwa anaweza kufanikisha ndoto hiyo mara moja, lakini alijizuia. Alijua ikiwa angefanya hivyo, siri yake ingetoka. Kila mazungumzo yao yalizidi kumvuta karibu zaidi. Rahma alianza kumwona Hassan kama mtu tofauti na wengine, mkweli, mwenye hekima na moyo wa upendo. Wakati mwingine alimletea chakula kidogo alichopika nyumbani, na Amani alihisi furaha ambayo hakuwa amepata kwa muda mrefu. Usiku, Amani alipokuwa nyumbani kwake kwenye nyumba kubwa yenye utulivu, alikumbuka maneno ya Rahma na tabasamu lake. Alihisi moyo wake ukianza kupenda kwa dhati. Alikuwa amegundua kitu ambacho pesa haikuweza kununua. Hisia halisi kutoka kwa mtu anayeona moyo wako, si hadhi yako. Ndani ya siku chache, Amani alitambua jambo moja. Mapenzi ya kweli huanza kimya, lakini huota mizizi yenye nguvu moyoni mwa mtu anayejua kuthamini utu kuliko mali. Kadiri urafiki kati ya Rahma na Hassan ulivyozidi kukua, maneno yakaanza kuzagaa ofisini. Wafanyakazi wengi hawakuamini kile walichokuwa wakiona, msichana mrembo, mwenye nidhamu na akili, akionekana kuwa karibu sana na mfanyakazi wa usafi. Kila alipokuwa akizungumza naye, baadhi yao walicheka kwa kejeli, wengine wakinong'ona nyuma yake kama hawana cha kufanya. Miongoni mwao kulikuwa na Mwanaidi, mwanamke mwenye majivuno na lugha kali, ambaye siku zote alijiona bora kuliko wengine. Alikuwa mmoja wa wale waliopenda kujipendekeza kwa mabosi, na kila mara alihisi kama Rahma anampiku kwa heshima kazini. Siku moja, alipomwona Rahma akiongea kwa furaha na Hassan karibu na sehemu ya mapokezi, alikosa uvumilivu. Alimfuata Rahma kwa sauti ya kejeli na kusema, "Rahma, hivi kweli wewe ni msichana mzima wa ofisi, halafu unakaa na msafishaji kama rafiki? Unajua hata harufu ya sabuni inakaa kwake?"
Rahma alitulia kimya, akimtazama kwa macho ya utulivu. Wengine walikuwa wamegeuka kuangalia, wakisubiri majibu yake. Mwanaidi akaendelea kwa dharau zaidi, au ushaanza kupenda huyo kijana anayefagia ofisini? Wewe hujui wanaume wa maana. Angalia wale wa finance wanavaa suti, si makoti ya plastiki. Kelele za kicheko kidogo zilisikika, lakini Rahma hakutikisika. Alijibu kwa sauti nyororo lakini thabiti, kazi haijawahi kupima utu wa mtu. Mapenzi ya kweli hayajali kazi mtu anayofanya, bali moyo alionao. Maneno yake yakanyamaza ofisi nzima. Wengine waligeuka kwa aibu, lakini Hassan, Amani, ambaye alikuwa akijaribu kujificha nyuma ya dirisha, alisikia kila neno. Moyoni mwake alihisi kitu kizito kikimsukuma, mchanganyiko wa upendo na heshima. Alitambua kwamba Rahma hakuwa kama wengine. Hakuwa na ubaguzi, hakuangalia cheo wala mali. Alisimama imara kulinda kile alichoamini, hata mbele ya kejeli. Siku hiyo Amani alihisi hakika kwa mara ya kwanza kwamba Rahma ndiye mtu sahihi aliyekuwa akimtafuta. Mtu anayependa kwa dhati, si kwa hadhi. Tangu siku hiyo, wivu wa watu wengine ulizidi, lakini Amani hakujali tena. Moyoni mwake aliahidi kwamba siku moja angemwonyesha Rahma ni nani hasa na ni kwa nini dunia nzima ingetambua thamani yake. Siku moja, Amani alichelewa kufika kazini kwa mara ya kwanza tangu aanze kazi ya usafi. Wafanyakazi walishangaa, kwani Hassan alikuwa maarufu kwa kujituma na kufika mapema kuliko wote. Wengine walizani labda alikuwa mgonjwa au ameacha kazi. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Amani alikuwa kwenye mkutano mkubwa wa wawekezaji uliofanyika katika hoteli ya kifahari jijini Dar es Salaam, akiwa katika sura yake halisi kama bilionea. Mkutano huo ulihusisha vyombo vya habari vingi na picha zake zilianza kusambaa haraka mitandaoni. Gazeti moja maarufu liliandika, bilionea kijana Amani Mwalimu aongoza mkutano wa uwekezaji wa teknolojia Afrika Mashariki. Rahma, akiwa ofisini, aliona picha hizo kwenye simu yake wakati wa mapumziko. Alitazama kwa makini uso wa Amani kwenye skrini, kisha akatikisa kichwa na kutabasamu. Kama angekuwa ofisini kwetu, ningemjua, alijisemea kwa utani. Hakuweza kufikiria hata kwa sekunde moja kuwa huyo bilionea ni yule msafishaji mnyenyekevu anayempa msaada kila siku. Wakati huo huo, wafanyakazi wengine walikuwa wakizungumza kwa shauku. Huyu Amani ni kijana mwenye akili sana, mmoja alisema. Angalia alivyo na umbo la heshima, watu kama hawa ndio role model wetu. Mwanaidi yule aliyekuwa akimdharau Rahma aliongeza kwa kicheko, kama bilionea kama huyo angekuja huku, nisingeweza kukaa ofisini nikifanya kazi. Ningepigania awe wangu. Amani, ambaye alikuwa amerejea kazini jioni hiyo akiwa amechoka, aliwasikia wakizungumza juu yake bila kujua. Alitabasamu kwa ndani, lakini moyo wake ulijawa na mchanganyiko wa hofu na huzuni. Hofu kwamba siri yake ingeweza kufichuka wakati wowote, na huzuni kwamba watu waliongea vizuri juu yake kwa sababu ya hadhi yake, si utu wake. Baada ya muda, Rahma alimkaribia kwa furaha. Hassan, leo umechelewa sana. Ulikuwa wapi? Amani alijibu kwa upole, nilikuwa na kazi ndogo nje ya mji, pole kwa kukufanya usubiri. Rahma alitabasamu, bora uko salama. Nilihisi ofisi imepoteza kitu leo. Maneno hayo yalimgusa Amani zaidi. Hakujua kama angeweza kuendelea kuficha ukweli huu kwa muda mrefu, lakini bado hakutaka kumwambia. Alijua wakati haujafika. Siri ilikuwa karibu kufichuka, lakini moyo wake haukuwa tayari kumpoteza Rahma. Siku moja, Rahma aliamua kumshangaza Hassan kwa kumletea chakula ofisini. Alikuwa na tabasamu la furaha usoni, akijua ni njia ya kuonyesha mapenzi yake kwa mtu aliyempenda kwa moyo safi. Alipofika, aligonga mlango wa ofisi ndogo aliyozoea kumuona akisafisha humo. Hassan, nimekuleti. Hakumaliza sentensi yake kabla msaidizi mmoja aliyevaa suti akafungua mlango mwingine uliokuwa ndani ya hiyo ofisi. Amani, kuna kikao kingine cha haraka, yule msaidizi alisema kwa sauti ya heshima. Rahma alihisi moyo wake umesimama kwa sekunde chache. Amani, alirudia kwa mshangao. Akageuka taratibu kumtazama Hassan, ambaye sasa alikuwa amesimama wima, macho yake yakijaa wasiwasi. Umesema? Amani, yani wewe ndiye yule bilionea Amani Mkwawa? Ofisi ikatulia kimya, sekunde zikawa kama dakika. Wafanyakazi wachache waliokuwa karibu wakasimama, wakitazama kwa mshangao. Amani akahema kwa kina, akatambua hakuwa na pa kukimbilia tena. Ndiyo Rahma, alijibu kwa sauti ya chini lakini thabiti. Mimi ndiye Amani. Nilijifanya kuwa msafishaji kwa sababu nilitaka kujua ni nani angenipenda bila kujali pesa zangu. Maneno hayo hayakumfurahisha Rahma hata kidogo.
Alinyanyua kichwa, macho yake yakijaa machozi. Ulipaswa kuniambia ukweli. Nilikuamini kama rafiki, si mtu wa maigizo, alizungumza kwa sauti iliyovunjika. Kila neno lako lilionekana la kweli, kumbe ulikuwa unaniangalia kama jaribio. Amani alijaribu kumkaribia, lakini Rahma akapiga hatua nyuma. Usinifikie. Wewe na pesa zako, hamna tofauti na wale wanaodharau wanyonge. Baada ya maneno hayo makali, aliondoka akibeba chakula alichokuwa amemletea. Ofisini kulibaki ukimya mzito. Amani alisimama pale, akitazama mlango uliofungwa, moyo wake ukiuma zaidi kuliko alivyowahi kuhisi maishani. Kwa mara ya kwanza, bilionea huyo mwenye nguvu na heshima kubwa, alijikuta amepoteza kitu ambacho pesa haziwezi kununua, imani na upendo wa kweli. Baada ya tukio lile, Amani hakuweza kupata usingizi kwa siku nyingi. Kila kona ya jumba lake kubwa ilimkumbusha sauti ya Rahma, tabasamu lake, na jinsi alivyoamini kwa dhati kwamba alikuwa mtu wa kawaida. Alijaribu kumtafuta kila mahali. Alitembelea sehemu ambazo walizoea kuzungumza, migahawa midogo, na hata kituo cha mabasi alichokuwa akimchukua baada ya kazi. Lakini Rahma hakuonekana tena. Alituma maua kila siku ofisini kwake, lakini alirudishwa bila kufunguliwa. Barua zake zilibaki bila jibu. Kila ujumbe aliotuma ulisomeka sin, lakini hakuwahi kupata majibu. Kila hatua aliyochukua kumfikia ilionekana kama ukuta wa barafu uliosimama kati yao. Siku moja, Amani alijaribu kumuona kazini bila kujua amepanga ratiba mpya ya kazi. Alikaa kwenye gari lake lenye rangi nyeusi nje ya jengo, akimtazama akipita kwa mbali akiwa na uso wa huzuni lakini bado mwenye nguvu. Alijaribu kushuka, lakini alijizuia, hakutaka kumuumiza zaidi. Ndani ya moyo wake kulianza vita kali. Alikuwa bilionea, lakini kwa mara ya kwanza alihisi kama maskini. Maskini wa mapenzi, maskini wa amani, na maskini wa furaha. Kila kitu alichonunua hakikuwa na maana tena. Mikutano ya wawekezaji ilionekana kama mzigo. Tabasamu za watu zilionekana bandia. Nilidhani pesa zingeleta kila kitu, alijisemea akiwa ofisini kwake, lakini sasa najua, bila mtu wa kweli kukupenda huna chochote. Msaidizi wake mkuu, Bill Kaseke, alimwangalia kwa huruma. Bwana Amani, wakati mwingine ukweli unauma, lakini kama unampenda kweli, mpe muda. Wanaopenda kwa dhati hurudi, ila si kwa maneno, bali kwa vitendo. Maneno hayo yalimgusa Amani. Akaamua kubadilika, sio kwa maneno, bali kwa matendo. Alianza kujitolea kusaidia wafanyakazi wake kwa moyo wa kweli, si kwa kujionesha. Akaanza kutembelea maeneo ya wanyonge, akigawa misaada kwa mikono yake mwenyewe. Lakini kila usiku, alirudi nyumbani akiwa na swali moja tu kichwani. Je, Rahma atanisamehe? Kadhaa za maumivu na upweke, Amani alijua kwamba hakuwa na amani moyoni hadi amuombe Rahma msamaha uso kwa uso. Siku moja ya Jumamosi asubuhi, aliamua kwenda nyumbani kwa Rahma, si kama bilionea, bali kama yule msafishaji wa zamani, Hassan. Alivaa mavazi rahisi, akashika maua mkononi, na akaenda peke yake bila magari ya kifahari wala walinzi. Rahma aliposikia mlango ukigongwa, hakutegemea kumuona Amani. Alishtuka kumuona amesimama mlangoni, akiwa mnyenyekevu, macho yakiwa yamejaa majuto. Amani hakusubiri muda mrefu. Alizungumza kwa sauti ya unyenyekevu na moyo uliojaa hisia. Rahma, alianza kwa sauti ya utulivu, nilifanya kosa kubwa. Nilihofia kama mtu anaweza kunipenda mimi kama mtu wa kawaida, bila pesa, bila jina. Nilijifanya kuwa mtu mwingine ili nijue ukweli, lakini sikutegemea nitakuumiza. Samahani. Rahma alimtazama kimya. Moyo wake ulikuwa bado na majeraha, lakini pia ulikumbuka kila wema aliowahi kumonyesha Amani akiwa kama Hassan. Aliona machozi yakianza kumtoka machoni, si kwa hasira, bali kwa kuguswa. Amani akaendelea kwa sauti ya kutetemeka. Nilikupoteza kwa sababu ya hofu, lakini sasa nimejua, mapenzi ya kweli hayawezi kupimwa kwa fedha wala nafasi. Na kama utaniambia niende, nitaenda, lakini nitaondoka nikijua nilijaribu kuwa mkweli. Kimya kilitawala kwa sekunde chache, zilizohisi kama dakika. Kisha Rahma akasogea polepole, akashika mkono wake. Amani alisema kwa sauti ya upole, niliumia, ndiyo. Lakini siku zote moyo wangu uliamini kuwa ulikuwa tofauti. Sasa naamini, mapenzi ya kweli bado yapo. Amani alishindwa kujizuia, akalia kwa furaha. Rahma naye akamkumbatia, machozi yakitiririka kwa wote wawili. Wakati huo, hawakuwa tena bilionea na mfanyakazi wa kawaida. Walikuwa watu wawili waliounganishwa na ukweli wa mapenzi yasiyojali nafasi wala utajiri. Ndani ya ule mkono waliokumbatiana, moyo wa Amani ulijua, safari yake ya kutafuta mapenzi ya kweli, hatimaye ilikuwa imefika mwisho. Baada ya miezi kadhaa ya kupona na kufahamiana zaidi, Amani aliamua hatua ya mwisho ya safari yao ya upendo. Alimuomba Rahma ndoa, si kwa mabegi ya pesa, wala hoteli za kifahari, bali kwa moyo safi na hadhi ya kweli.
Rahma alikubali kwa machozi ya furaha, akijua kwamba safari yao ya mapenzi haikuwa ya kawaida. Harusi yao ilifanyika katika bustani ndogo iliyojaa maua, mbele ya marafiki, familia na wafanyakazi wa kampuni. Siku hiyo, hadithi yao ilizungumziwa kila kona ya jiji, na hata media zikashughulikia uhusiano wa bilionea na msichana wa kawaida. Lakini tofauti na matarajio ya wengi, si mali wala utajiri vilikuwa kivutio, bali ukweli na upendo aliokuwa amemuonyesha Hassan, aliye sasa Amani kwa sura halisi. Rahma aliendelea kufanya kazi ya moyo wake, akisaidia watoto yatima kama alivyokuwa amekuahidi. Alijenga kituo kidogo kilichojaa furaha na matumaini kwa watoto waliokuwa wamesahau ndoto zao. Amani naye, kwa uwezo wake, aliendelea kufadhili miradi ya kijamii na kusaidia jamii bila kujitambulisha hadharani. Pesa zilikuwa chombo cha kubadilisha maisha ya wengine, si kifaa cha kudhibiti mapenzi au urafiki. Wote wawili walijifunza mengi kuhusu maisha. Amani alijua kuwa pesa na heshima haziwezi kununua furaha ya kweli. Rahma alijua kuwa moyo safi unaweza kuguswa hata na hali ya juu zaidi, mradi tu mtu anakuwa wa kweli. Mapenzi yao yalikuwa mfano wa ukweli kwamba hali ya kifedha, cheo au sura ya nje haiwezi kuchukua nafasi ya moyo wa mtu. Wanandoa hawa walijenga maisha ya pamoja yenye heshima, wema na upendo wa dhati. Kila siku walikumbuka jinsi safari ya siri ilivyokuwa nzito, na jinsi kila jaribio, wivu na hofu vilivyokuwa sehemu ya mapenzi yao, vilivyobadilika kuwa nguvu ya kuimarisha uhusiano wao. Hadithi ya Amani na Rahma inatufundisha funzo kubwa. Mapenzi ya kweli hayaangalii mali, hadhi wala umaarufu. Yanaanza na moyo safi, unyenyekevu na utu wa kweli. Pesa inaweza kubadilisha maisha ya kimwili, lakini si moyo wa mtu. Hii ndiyo siri ya upendo wa dhati. Upendo unasimama imara, haubadiliki na vigezo vya dunia. Kwa hivyo, mapenzi ya kweli hayana thamani ya kifedha, bali thamani ya hisia za dhati na moyo unaopenda bila masharti. Hadithi hii ya Amani na Rahma itabaki kuwa kumbusho kwamba kweli na wema vinazidi mali na utajiri.